Mario ni moja kati ya wachezaji waandamizi ndani ya kikosi cha Simba, umekuwepo kwa muda mrefu kwenye kikosi hiki. Pengine ni nyakati gani bora zaidi unazikumbuka ndani ya kikosi cha Wanalunyasi? Nyakati nyingi zipo ambazo nazikumbuka zilikuwa ni bora kwangu mimi, na naweza kusema kwamba zimepita na nyingine zilikuwa ngumu zimepita. Tuko katika nyakati nyingine, lakini nyakati ambazo nzuri zaidi ambazo nazikumbuka ni wakati tunachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Zilikuwa nyakati nzuri, na zile nyakati ambazo tulikuwa tunacheza mechi inakuta ni mechi ya mwisho ili muweze kuqualify kuingia katika robo finali katika mashindano ya kimataifa, kwa sababu mechi zilikuwa ziko na hisia kubwa na mashabiki walikuwa na hamu kubwa ya kufanya kile kitu. Kwa hiyo hizo ni nyakati ambazo zinakumbuka na zinakuwa katika kichwa changu kila siku. Wewe umecheza na wachezaji wengi sana waliopita ndani ya Simba Sports. Kwa mfano leo hii nikwambia Shomari, nipangie first 11 yako ambayo wewe umewahi kucheza nayo, ambao walikuwepo, wengine pengine wapo, utanipangia yupi na yupi na yupi? Naweza kusema nimecheza na wachezaji wengi, lakini naweza kuambia wachezaji wote niliocheza nao ni bora, na ambao mpaka niko nao sasa hivi ni bora zaidi. Kwa hiyo unaposema kwamba niweze kuweka first 11, nitasema kwamba sitawatendea haki kuna wachezaji wengine, kwa sababu kila mchezaji aliyopita Simba ni bora zaidi. Ndio ni bora, lakini hata kwenye bora kuna first 11 timu ina wachezaji wengi. Yani naweza kusema ni bora kwa sababu kuna wachezaji ambao wamepita wengine. Naweza kusema huyu nikimweka na nisipomweka nitakuwa sijitendei haki mimi mwenyewe na simtendei haki mchezaji. Kocha muda huo unapanga first 11 yako. Kwa sababu kwenye yani hata mkiwa bora 30 kuna watakao anza, kuna wengine watasubiri benchi. Ni hivyo, lakini mimi naamini kwamba wachezaji wote waliopita Simba ni bora ambao nimecheza nao. Naamini kwamba wote ni bora. Nje ya mpira wa miguu, Shomari ni mtu aina gani? Mimi nje ya mpira wa miguu, Shomari ni baba wa familia na napenda familia yake. Pengine leo hii hapa ukasema Shomari anatundika daruga, atajishughulisha na nini Shomari? Mimi siwezi kukimbia mpira kwa sababu watu wengi wakistaafu wanakimbia mpira, na hicho ndio kitu ambacho nimejiwekea. Mimi siwezi kukimbia mpira. Kikubwa nataka nisaidie wale vijana kuweza kufikia malengo yao kama nilivyokuwa mimi. Kwa pengine ukitundika daruga tutakuona kwenye ukocha. Kitu chochote ambacho kitanifanya niwe ndani ya mpira ili kuweza kusaidia vipaji vingine kuweza kuonekana. Leo hii hapa Simba ipo kwenye hatua za inawania ubingwa wa ligi kuu, na mmekutana na situation za namna hii mara kadhaa. Pengine pressure huwa inakuaje, na unajua kabisa baada ya michezo mingapi tunaweza rikawa same fulani? Mimi naweza kusema tuko katika hatua za mwisho na tuko katika mechi 5 za mwisho, kwa sababu unajua ligi ni ndefu na safari ilikuwa iko ndefu. Kwa hiyo tumebakiza kipande kidogo cha kuweza kufika mwisho. Lakini katika kipande ambacho tumeweza kufika ni kipande kigumu sana kuliko hata huko tulipotoka. Kwa hiyo naamini kwamba tukiweka pressure hatutaweza kufanikiwa kile ambacho tunakitaka. Kwa hiyo tumeamua kuweka pressure pembeni, tufanye maandalizi yetu taratibu kuhakikisha katika hii michezo 5 iliyobaki basi tunashinda kila mchezo ili tuweze kujihakikishia katika nafasi nzuri ya kuweza kuwania ubingwa. Kwenye uwepo wako wa Simba, ni mechi ipi ambayo unaikumbuka zaidi, uliwahi kufurahia kuliko kawaida? Mechi ya Platinum ambayo tulikuwa tumecheza. Tulikuwa tuko nyuma goli 1, tulikuwa tumepoteza mchezo Zimbabwe. Tunarudi kucheza Dar es Salaam, na kama sikosei vizuri ilikuwa ile mechi imepewa jina Wainda. Kwa hiyo nakumbuka tulipata goli la penalti la kwanza la kusawazisha, na mimi niliweza kufunga goli la pili. Kwa hiyo ilikuwa ile goli la pili lilikuwa linatufanya sisi tuweze kuqualify kwenda katika stage nyingine. Ipi mechi yako ukikumbuka unasema acha tu siku ziende?
Mechi ambayo naweza kusema kwamba sitaki hata swali la kuweza mtu kuniuliza au kukumbuka ni mechi ya Yanga ambayo tulipoteza kwa goli 5. Ambao kiukweli haikuwa katika memori yangu nzuri kama mchezaji wa Simba. Pengine leo hii Shomari, upo zako Simba na kwenye safu yako ya ulinzi umecheza na walinzi wengi, tukikwambia Shomari tunakuacha kwenye mipira ya cross, yani zile pinpoint pass, unamchagua mlinzi gani? Anayepiga au anayeshambulia? Vyote. Kama vile tukishambulia uhakika 95% Rushaine anaweza kukupatia goli muda wote. Kwa waliopita? Na katika waliopita naweza kusema kwamba Joshua Onyango ni mtu ambaye anaweza kukupatia goli muda wote. Lakini pia katika kudefense na kunini wapo kina Enoki walikuwa wako wazuri zaidi. Kwenye eneo la kiungo? Eneo la kiungo liko kiungo ya chini, sio kiungo ya chini bwana, pagumu sana kwa sababu kuna watu wamepita wazuri sana kusema kweli. Wachache kati ya wengi wazuri, wana vipaji, wanacheza vizuri. Pita wachezaji wazuri kama kina Jonas Mkude, Flaga, Yela, Jason, Peter Kotei, kama kumbuka Peter Majavi hapa. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi ambao kwenye nafasi hiyo wamepita wachezaji wazuri mpaka leo hii. Hapa katika nafasi hiyo tuna wachezaji kama kina Kagoma, kina Kante. Unaona kabisa performance yao ilivyokuwa nzuri. Kwa hiyo unashindwa kutofautisha ule uwezo wa kila mchezaji. Isipokuwa tu tunawapa credit ya moja kwa kila mchezaji. Kwa mipira ya kutenga set pieces. Kwa mfano kwa wachezaji wote ambao umekutana nao, yupo tukipata mipira mitatu basi kwenye hiyo tunaweza tukapata chochote. Clatous Chama. Huyo yupo. Kwa waliopita? Kwa waliopita Francis Kaata Nyambula. Naye alikuwa na uwezo wa kukupa goli muda wote katika mpira wa kufa. Penalty kwa mfano? Penalty wa kwanza mimi mwenyewe. Wa pili ambaye na uhakika naweza kusema hata tupate penalty na Brazil na 8 John Boko. Anaweka, sina mashaka na. Kwa mfano wakasema hii ndio penalty yenu ya mwisho. Yupi huwezi kuruhusu apige penalty? Ambaye siwezi kumruhusu kabisa apige penalty, mimi Kagoma siwezi kumruhusu apige penalty. Apige penalty. Huwezi kuruhusu apige penalty. Kwa nini? Kwa sababu kwanza yeye mwenyewe apendi. Umeona ni kitu ambacho yeye apendi na avutiwi nacho kukifanya. Kwa hiyo unapomba majukumu kama haya inakuwa ni ngumu kwake kuweza kufanya. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunalitambua. Kwa hiyo inapofikia stage kama hiyo huwa tunahakikisha kwamba wale wachezaji ambao wanatangulia basi wafanye jukumu lao vizuri ili lisiweze kumkuta hiyo zahma. Wewe ni mchezaji ambaye unasifika sana kwa kumwaga maji kwa maana zile cross. Pengine nje ya wewe ni mchezaji gani ambaye unaamini alikuwa bora sana kwenye mpira ya cross? Jamii wachezaji wako wengi ambao walikuwa wanafanya vizuri. Kwa mfano kulikuwa kuna wachezaji ambao mimi nilikuwa na waadmire na waangalia, walikuwa kama kina Cholo ambao walikuwa wanacheza huko nyuma, lakini katika hapa kipindi cha katikati walikuwa wapo wachezaji ambao wengine wamecheza Yanga kama Juma Abduli. Umeona amekuja sasa hivi Yao Kwasi na anafanya vitu hivyo vizuri. Kwa hiyo unapoona kwamba kuna mtu anafanya vitu vizuri hata kama una experience kitu gani, lakini mpira siku zote ni mchezo wa kujifunza kila siku. Kwa hiyo unachukua kile kizuri unakifanyia kazi ili uweze kuwa bora zaidi. Shomari, wewe ni mmoja kati ya wachezaji waliofunga penalti kwenye mazingira tofauti. Binafsi naikumbuka penalti yako ya Afrika Kusini dhidi ya Orlando Pirates ambayo Bongo alifunga kwa penalti na Kulu alifunga kwa penalti. Pengine unapopewa jukumu la kupiga penalti, pressure ikoje? Pressure inakuwa kubwa hususan ukiangalia kwamba unatakiwa kufanya jukumu la karibia watu milioni 60.
Kwa hiyo naona kabisa hizo low za watu wa milioni 60 ziko nyuma yako, matarajio yao yote yako nyuma yako. Kwa hiyo si kitu chepesi, ni kitu kigumu, lakini ndo tayari tena tuko katika mchezo wenye pressure, kwa sababu mpira ni mchezo wa pressure. Kwa hiyo huwezi kuweza kuikwepa pressure afu ukasema ni mchezaji wa mpira. Kwa hiyo ile pressure unayoipata ndio inakufanya unakuwa bora zaidi. Kwa hiyo ile pressure ambayo iko pale inafanya akili yako inakomaa na unaenda kufanya maamuzi ambayo yako sahihi, na unaweza kuwapatia goli na watu milioni 60 wanashaona unawapatia furaha kwa dakika moja. Wewe ni nahodha wa Simba na umeongozwa na nahodha kadhaa kina Joko, kina Boko, kina Mesud Mwanjali, kina Mesra Boko. Pengine ni nahodha yupi wewe unamkumbuka zaidi katika uongozi wake? Nahodha ambaye mimi namkumbuka ni John Boko. Ameweza kuniongoza mimi vizuri, na sio Simba tu, hata tulipokuwa timu ya taifa, tulipokuwa Azam vile alikuwa ni kiongozi na ni kapteni mzuri, kwa sababu uongozi wake hauishii tu ndani ya uwanja, unakuwa mpaka nje ya uwanja, na vile katika mazingira yote ambayo mko naye anaonyesha ule uongozi wake. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba yeye ni kiongozi bora zaidi ambaye mimi nimeweza kukutana naye, na kuna vitu kidogo ambavyo vilikuwa ni vya kujifunza kutoka kwake katika uongozi, na vile ni kiongozi ambaye ametuongoza kwa mafanikio. Kwa hiyo mafanikio mengi ambayo tumeyapata ilikuwa tuko chini yake. Basi mimi nikushukuru sana. Asante sana. Walau kwa uchache, swali langu mimi moja, kwa namna ambavyo unauona msimu, tuna mashindano mawili ambayo yapo mbele yetu. Tuna ligi kuu ya NBC, tuna kombe la CRDB. Tueleze CRDB tuna nafasi ya kufanya vizuri na kuchukua ubingwa, lakini pia kwenye hatua ya finali dhidi ya Coastal Union tuna nafasi ya kufanya vizuri na kwenda finali na kuchukua ubingwa. Katika mechi ambazo zimebaki, tumebakiza mechi 5 za ligi. Nadhani katika mechi muhimu zaidi ni hizi mechi 5, na tuko katika maandalizi ya kuhakikisha tunamaliza vizuri katika hizo mechi 5, na kikosi kiko vizuri, sisi wenyewe tuko vizuri, tunajua malengo yetu ambayo tumejiwekea katika msimu huu, na tumetoka mbali mpaka hapa tulipofika, kwa sababu zimebaki mechi 5. Mechi 5 sio nyingi, lakini zinaweza zikawa nyingi kwa sababu ya ugumu wa kila mchezo ambao tunaenda kukutana nao, na uzuri kwamba sisi tunaenda kukutana na zile timu ambazo ziko katika level ya chini kidogo, ambazo zilikuwa zimepishana pointi 1-2. Kwa hiyo hiyo inaleta ugumu sana katika mechi zetu, kwa sababu na wao wanataka kujihakikishia timu nyingi zinabaki katika ligi kuu. Kwa hiyo sisi kama Simba tunajiandaa vizuri kuelekea katika michezo hiyo, kuhakikisha kila mchezo tunaweza kupata pointi 3 ili kuweza kujihakikishia tunawania ubingwa msimu, kwa sababu ndio malengo yetu ambayo sisi kama wachezaji tumejiwekea, pamoja na benchi la ufundi, pamoja na wanachama na mashabiki wote wa Simba. Matarajio yao ni makubwa kuelekea katika michezo hii 5. Kwa hiyo sisi tunajiandaa vizuri kuelekea katika michezo hiyo, na vile tumebakiza mashindano moja ya FA. Nadhani tuko katika hatua nzuri kuelekea ile hatua ambayo sisi tunaitarajia. Hatua ambayo tunaitarajia ni hatua ya finali. Kwa hiyo tunaenda kucheza mchezo wa nusu finali dhidi ya Coastal Union. Nadhani utakuwa ni mchezo mgumu, kwa sababu umeona mchezo tuliocheza mchezo wa mwisho dhidi yao katika ligi pale Mkwakwani, jinsi mechi ilivyokwenda. Kwa hiyo na imani kwamba na wao wataenda kufanya maandalizi mazuri kuelekea katika mchezo huo, na kikweli mchezo utakuwa mgumu, lakini kikubwa zaidi tutaenda kucheza mchezo pale mjini Arusha. Kwa hiyo na imani hatutakuwa wageni, kwa sababu tunajua mjini Arusha mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba wako wengi. Kwa hiyo na imani kwamba watajitokeza kwa wingi ili kuweza kutupa support kuhakikisha tunaingia katika finali, na mwisho wa siku tuvatimize malengo yetu ambayo tumejiwekea katika mashindano haya.